Fire Ministries. Eti kwa sababu umejipata katika bonde la uvuli wa mauti, huhitaji kuogopa kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Na huenda ikakuchukua muda kidogo kupata matokeo sahihi, lakini Mungu kamwe hatakosa kujitokeza na kukukomboa kwa wakati unaofaa ikiwa hutakata tamaa. Ili tuongozwe katika njia za haki na tukue, tunahitaji kufanya mambo mapya. Tunahitaji kuwa tayari kubadilika. Na hii hapa ni taarifa kuhusu kondoo. Kondoo watasalia mahali pale pale pa malisho ikiwa mchungaji hata wahamisha. Hata watamaliza malisho hayo kabisa. Wataharibu majani yaliyo hapo, na majani hayo pamoja na kondoo hao watapatwa na vimelea. Wanapaswa kuhamishwa mara kwa mara ili wawe na afya bora. Kumbukumbu la Torati 1:6. Bwana Mungu wetu akasema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Jamani, baadhi yenu mmekuwa mkicheza katika tatizo lile lile. Mmekuwa na mtazamo ule ule kwa miaka 20 iliyopita. Mmemkasirikia mtu yule yule kwa miaka 5 iliyopita. Mmekuwa na uchungu ule ule tangu muwe na umri wa miaka 20. Na sasa ni wakati wa kuendelea mbele. Ni wakati, ndio, umefanywa kuwa mwenye haki mbele za Mungu kupitia imani yako katika Kristo. Lakini sasa ni wakati wa kung'aa zaidi. Njia za mwenye haki hung'aa zaidi na zaidi. Je, niwaambie kitu? Yesu ndiye tumaini la dunia, lakini watu hawatamuona Yesu ikiwa hawatamuona kupitia watu wake. Mahali Mungu amekuweka, haijalishi ni eneo gani, haijalishi ni katika kazi gani, shule gani, kanisa gani, Mungu alipanga kukuweka hapo kwa kusudi fulani. Na kusudi lako ni kung'aa. Jamani, sijui Mungu anataka nifanye nini, sijui mwito wangu ni upi. Angaza. Tabasamu ukiwa kazini, na watu wanapokuuliza kwa nini unafurahi sana kila wakati, waambie kwa sababu namjua Yesu, daima nina matumaini. Hali zangu huenda hazitakuwa kama ninavyotaka ziwe kila wakati, lakini yeye ndiye msaidizi wangu. Kubadilika daima huambatana na changamoto mpya. Mungu anataka tumfuate, tusonge anaposema tusonge, na tusimame anaposema tusimame. Wakati mwingine tunataka kusimama, lakini Mungu anasema tusonge, na wakati mwingine tunataka kusonga, naye anasema tusimame. Hatuna muda wa kuzingatia hayo wakati huu, lakini katika Hesabu mlango wa 9 kuna mfano mzuri sana wa wakati wingu lilipofunika hema ya kukutania. Wakati Waisraeli walikuwa wanasafiri nyikani, waliongozwa na wingu wakati wa mchana na moto wakati wa usiku. Na ukisoma Hesabu 9:17 mpaka 22 ni maandiko mazuri sana, kwa sababu kimsingi anasema kwamba wakati mwingine wingu lilisimama kwa siku moja, kisha lilisonga na hao nao ikabidi wasonge, na wakati mwingine lilisimama usiku kutwa, na wakati mwingine lilisimama kwa siku kadhaa. Kwa hivyo hawakujua wakati Mungu atasonga mbele, lakini Mungu aliposonga mbele iliwabidi wasonge mbele. Sasa ni vipi unaweza kujua wakati Mungu amemalizana na kitu fulani? Hakuna kitu kinachoweza kukusababishia fadhaa kama kushikilia kitu ambacho Mungu alimalizana nacho zamani sana. Je, una tabia ya kusalia mahali pamoja mpaka unakwama hapo kabisa? Je, unahisi kana kwamba umekwama mahali fulani ambapo huwezi kuondoka? Je, unahitaji kitu kipya lakini wewe ni mvivu kiasi kwamba huwezi kusonga mbele, au unaogopa sana kiasi kwamba huwezi kusonga mbele? Wakati mahali ulipo hapakupatii manufaa kiasi kinachofaa, unahitaji kusonga mbele, unahitaji kubadilika. Unajua nini? Natumai kwamba kipindi changu cha runinga, mafundisho yangu, vitabu vyangu na siri zangu, natumai kwamba zitawasaidia milele. Lakini unajua nini? Iwapo utafika mahali ambapo sikusaidii tena na umepokea kila kitu unachoweza kutoka kwangu, basi tafadhali nenda umsikilize mtu mwingine, kwa sababu kitu cha muhimu zaidi ni kwamba ukue.
ung'ae zaidi na zaidi. Na unajua, watu tofauti hupata vitu tofauti kutoka kwa watu tofauti. Baadhi ya watu walishindwa kustahimili namna yangu ya kuhubiri, kisha wengine, njia ya pekee wanayoweza kuelewa kitu chochote ni kumsikiliza mtu kama mimi ambaye anasema mambo wazi tena bila kuogopa. Lakini kuna watu ambao hawakuweza kuvumilia hayo. Niliwaghadhabisha baada ya dakika 5 na walikuwa tayari kunimaliza au kitu kama hicho. Je, umewahi kufanya kazi moja kwa miaka mingi na umekwama hapo na hakuna njia ya kuondoka hapo? Je, unahitaji malisho mapya? Je, wewe ni mshirika katika kanisa ambalo halikusaidii kukua kiroho? Jamani, mmekuwa kimya sana. Sasa mimi hupendekeza kujitolea kwa mtu, na limradi unakuwa unahitaji kusaidia mahali ulipo na uwe mwaminifu. Sijali kama utakuwa hapo kwa miaka 100, lakini unahitaji kujiuliza, je, nabadilika? Nakuwa? Je, namtumikia Mungu? Au najaza tu nafasi ya kiti nikienda kanisani kila Jumapili, kisha naenda nyumbani narudi tena kanisani, naenda nyumbani narudi kanisani, na hakuna kilichobadilika ndani yangu katika miaka 20 iliyopita? Bado nina tatizo lile lile nililokuwa nalo miaka 20 iliyopita. Basi ni wewe au kanisa unaloenda ndilo lina kasoro. Basi fanya kile utakacho na hali hiyo. Je, marafiki zako wanakujenga na kukufanya uwe bora zaidi? Je, wana ushawishi mzuri kwako, au unahitaji kuwa na marafiki wapya wa kutangamana nao? Jamani, nawaambia, watu unaotangamana nao wakati mwingine wanaweza kukujenga au kukuangamiza. Wow, nataka kutangamana na mtu mwenye upako wa kumcha Mungu maishani mwake. Sitaki niweke mbali na mtu mwenye kulalamika, kunung'unika, mwenye kusengenya watu, mwenye kutafuta watu makosa. Sitaki kusikia kuhusu mambo ambayo ni mabaya kila mahali. Niambie kitu cha kuniletea furaha. Naamini kwamba njia za haki ni kuwa mahali panapofaa wakati unaofaa, na wewe unafanya kile kinachofaa. Basi jambo ni hili, naweza kuwa nafanya kile kilicho sahihi, lakini ikiwa nakifanya mahali pasipofaa, basi kinakuwa kitu kisicho sahihi kwangu. Nilienda kanisani, nilifanya kazi kanisani kwa miaka 5, na hapo ndipo huduma yangu ilipoanzia. Hicho kilikuwa kipindi kizuri, na ilikuwa miaka 5 ya kukua ambayo ilikuwa ya uchungu kwangu. Nilijifunza mengi kuhusu jinsi ya kuwa chini ya mamlaka na mengine mengi ambayo sitayataja, lakini Mungu alianza kuninenea kwamba alikuwa amemalizana na mimi hapo. Na unajua, ni uchungu sana wakati Mungu amemaliza na wewe bado hujamaliza. Kwa hivyo sikuondoka hapo. Nilihisi kana kwamba alitaka nichukue hatua na nianzishe huduma yangu mwenyewe. Si kwamba nilikuwa najaribu kuwa mwanamke mwasi aliyetaka kuanzisha kitu chake mwenyewe. Nilihisi kana kwamba Mungu alitaka niwe na mahali pakubwa zaidi, niwe na jukwaa kubwa zaidi kuliko lile ambalo ningeweza kuwa nalo mahali hapo, kwa sababu nilimfanyia kazi mtu mwingine na ilinibidi nimsaidie kutimiza maono yake. Na nilipata udhibitisho mwingi, lakini sikuondoka. Sikutaka kuumiza hisia za mtu yeyote. Sikutaka watu wafikirie kwamba nilikuwa naasi. Sikutaka wafikirie kwamba nilikuwa na ubinafsi. Sikutaka kuchukua hatua hiyo na nikose kufanikiwa, nionekane mpumbavu. Kuna sababu za aina nyingi. Usiku moja nilikuwa nimeketi mstari wa mbele kwenye kiti cha pili, mahali ambapo kwa kawaida niliketi kila Jumapili asubuhi kwa ibada 2 na kila Jumanne usiku, kwa sababu nilikuwa katika timu ya viongozi, na kwa hivyo ilinibidi nihudhurie ibada zote. Na Mungu alinena nami. Nilihisi sauti kubwa sana ndani yangu, unafanya nini hapa? Nilifikiri niko kanisani, ni kawaida yangu kuwa hapa. Na kitu kilichofuata nilichohisi moyoni mwangu kilikuwa ni sikuhitaji hapa tena, na kuhitaji mahali pengine sasa. Unaona, cha muhimu si mimi kuwa mahali ninapotaka kuwa kwa ajili ya manufaa yangu. Nahitaji kuwa mahali Mungu anaweza kunitumia kwa njia kubwa zaidi. Na kama nilivyosema, unajua jamani, tafadhali, ikiwa unakuwa na unamtumikia Mungu, basi salia hapo hapo ulipo. Sihimizi mtu yeyote aondoke katika kanisa lake, aache kazi yake, aachane na marafiki zake, bali nakwambia, tathmini matunda ya matendo yako
na ujiulize, je, kanisa hilo linakusaidia kuwa yote ambayo Mungu anataka uwe? Na ukihitaji kuondoka na kwenda mahali pengine, huhitaji kufanya hivyo kwa njia ya haraka na ya chuki. Bado mimi na mchungaji wa kanisa nilioacha miaka 25 iliyopita ni marafiki na bado tuna uhusiano mzuri sana. Kuna njia sahihi ya kufanya mambo na njia mbaya ya kufanya mambo. Lakini unajua nini? Kama ningesalia hapo kwa sababu zisizo sahihi, singelikuwa nafanya kile ninachofanya sasa. Singelikuwa nafikia watu kote duniani. Kwa hivyo nawaambia, ikiwa Mungu anajaribu kukusukuma, basi unahitaji kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na wakati mwingine si kila mtu hufurahia unapofanya hivyo, lakini utajuta utakapofikia mwisho wa maisha yako, lakini unachofikiria ni sijui nini kingefanyika kama ningefanya hivyo. Basi sasa natumai sitatia mtu yote mashakani, msije mkaenda mkafanya mambo ya ajabu. Ili wangapi katini mnaelewa jinsi unavyopaswa kuzingatia mambo na yawaelezea kwa njia sawa? Basi safari yangu na Mungu ilikuwa ya kusisimua sana, kama vile ya kila mtu mwingine, na niligundua kwamba maisha ni safari ya kuachilia vitu na kushikilia vitu. Kuachilia na kushikilia. Niliacha kazi niliyofanya kila siku ili nianze kusoma kwa lengo la kujitayarisha kwa huduma, na kile nilichokuwa nafanya ni mafundisho ya Biblia nyumbani peke yake. Nilipoacha kazi hiyo, nilifikiri kwamba bila shaka Mungu atatubariki kifedha kwa njia kubwa na tutashuhudia miujiza katika hali yetu ya kifedha, lakini kwa miaka 6 ilitubidi tumtumaini Mungu kutupatia hata soksi na tupatie pesa za kutosha kulipia gharama zetu na vitu vingine. Basi ingawa nilifanya kile kilichokuwa sahihi, ilionekana nikana kwamba nilikuwa naenda nyuma badala ya kuenda mbele. Acha niwaambie, wakati mwingine kujitolea kwetu kutajaribiwa. Tunaacha kuwa watoto na tunakuwa vijana, tunaacha ujana na tunakuwa watu wazima, tunaacha marafiki na tunaenda chuo kikuu, tunaacha marafiki hao na tunaenda kutafuta kazi, tunaoa, tunaacha wazazi, tunapata watoto, hapo tunaachilia uhuru wetu. Wangapi katini umeelewa kile nilichosema hapo? Amen. Tunachukua majukumu makubwa zaidi, watoto wetu wanaondoka nyumbani na tunaanza maisha mapya tena. Na mimi binafsi niko mahali katika maisha yangu wakati huu ambapo inanibidi nikubali kushikilia mikunjo ya uso ambayo singependelea kuwa nayo. Wangapi katini mmefikia hapo? Inakubidi ushikilie goti ambalo halifanyi kazi kama lilivyokuwa linafanya hapo awali, na mkunjo wa ngozi ambao haukuwako siku moja iliyopita tangu jiangalie kwenye kioo. Basi jambo ni hili: je, nitafanya mambo kwa njia sahihi au nitafanya kama ninavyotaka mimi binafsi? Je, nitafanya tu kile ninachotaka kufanya au nitafanya kile Mungu anataka nifanye? Unajua, ikiwa tutafanya kile Mungu anataka tufanye kila wakati, daima tutakuwa na amani. Kufanya kile kilicho sahihi ni kitu cha ajabu. Ni nini kingetendeka kama tungejitolea usiku wa leo tuseme, Mungu, kuanzia leo kwa usaidizi wako nitafanya kile ambacho naamini ni sahihi moyoni mwangu. Sitabishana kuhusu jambo hilo, sitatoa vijisababu. Nataka tu kufanya kwa njia rahisi kile ambacho naamini ni kitu kilicho sahihi. Wangapi katini unajua kwamba ukienda kununua vitu dukani na urudishiwe chenji nyingi zaidi, kwenda na pesa hizo si kitu kizuri cha kufanya? Wangapi katini wanajua kwamba unaponunua bidhaa zako dukani, si vizuri kuacha toroli yako ya kubebea bidhaa katikati ya mahali pa kuegezea magari ikiwa imeegemea kwenye gari la mtu? Hebu angalia jinsi mlivyo werevu. Wangapi katini wanajua kwamba si vizuri kutumia mtandao kazini wakati bosi wako hakuangalii? Oh, ni nusu tu ya watu walio hapa ndio wanajua hivyo. Basi je, nahitaji kurekebisha ujumbe wangu siku ya leo? Tunazungumza kuhusu uadilifu. La kusikitisha ni kwamba watu wengi leo hata hawajui maana ya uadilifu, na tunahitaji kujifunza kufanya kile kilicho sahihi kwa sababu ni sahihi, na tunamheshimu na kumpa Mungu utukufu tunapofanya hivyo, na tunapaswa kumwachia Mungu matokeo. Hatutapata matokeo haraka kila wakati. Kusema ukweli, Ibilisi akiona kwamba umejitolea kuwa mwadilifu, kuna uwezekano mkubwa kwamba atatafuta njia ya kukutesa, lakini ukisalia imara, hatimaye utaingia mahali ambapo utapokea thawabu yako, na ni mahali pa ajabu sana kiasi kwamba hata hutaweza kujua cha kufikiria. Unajua, sikiliza, hebu zingatia hali ngumu nilizopitia na marafiki niliopoteza na jinsi nilivyoamriwa niondoke kanisani na nikakejeliwa na ilikuwa uchungu sana. Lakini unajua nini? Mungu ni mwaminifu.
Na nakwambia bado niko hapo na nasaidia watu na nina maisha ya furaha sasa. Nina miaka 71 na bado naenda huku na huko kote duniani. Napenda kuambia watu miaka yangu kwa sababu nataka muone kwamba ingawa kwa nje unazidi kuzeeka, mtu wako wa ndani anazidi kufanywa mpya kila siku. Na wewe si mzee sana kiasi cha kutoweza kufanya kitu chochote kwa ajili ya Mungu. Hupaswi kuzeeka na kuhisi vibaya kisha uende kuketi kwenye kiti cha kubembea. Nahitaji kupumzika zaidi kuliko hapo awali na huwa natumia hekima, lakini najaribu kusema kwamba kadri unavyozidi kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote na ujaribu kwa dhati kufanya kile kilicho sahihi kwa sababu ni sahihi, utaona faida katika maisha yako kwa njia nyingi tofauti. Je, unajua jinsi ilivyo mbaya, yaani kuwa na hisia ya kutatiza kwamba hutekelezi kile unachopaswa kutekeleza, lakini hata hivyo bado unaendelea kufanya kile ambacho hupaswi kufanya? Hali hiyo hudidimisha kabisa ari yako ya kuishi. Ni jambo zuri ajabu kujua kwamba unafanya kile unachopaswa kufanya. Unajua, Shadraki, Meshaki na Abednego ni mfano mzuri wa watu ambao walifanya kile kilichokuwa sahihi, lakini ilionekana kana kwamba mambo yaliwaendea mrama. Waliamua kwamba afadhali watiwe katika tanuru ya moto badala ya kusujudu mbele ya mfalme mwovu asiyemcha Mungu. Basi walifanya uamuzi sahihi. Waliingia ndani ya tanuru hiyo, na thawabu yao ilikuwa ni kwamba mfalme aliongeza makali ya moto huo mara 7 zaidi. Lakini unajua nini? Ukienda na usome kitabu cha Danieli, ikiwa hauifahamu, ni hadithi ya ajabu sana. Mfalme alipoangalia ndani ya tanuru na akaona moto na miale yake, alisema, hebu ngoja, ni watu 3 waliingia ndani ya tanuru, lakini sasa namwona mtu wa 4 humo ndani. Na napenda sehemu hii. Waliingia wakiwa wamefungwa na wakatoka wakiwa huru. Wakati mwingine ni wakati uko ndani ya tanuru ndipo utumwa wako mkubwa zaidi utaondolewa maishani mwako. Yaani, wakati nilipopoteza marafiki zangu wote na hakuna aliyetaka kushirikiana nami, ndipo nilipopata nafasi ya kumjua Mungu vyema zaidi. Na napenda kwamba Biblia inasema walipotoka nje hata hawakuwa na harufu ya moshi. Huniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Kufanya kile kilicho sahihi hakumaanishi kwamba sitapitia hali ngumu, na hilo si jambo linalopaswa kunifanya ninung'unike. Si jambo linalopaswa kunifanya nichanganyikiwe. Si jambo linalopaswa kunifanya nimkumbushe Mungu jinsi nilivyo mwema na jinsi ambavyo sielewi kwa nini haya yananipata. Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Basi, mbona isiwe wewe? Unajua, kuna watu wengi wanaopitia mambo mengi tofauti, na nikimwamini Mungu, naweza kumtumainia nikiwa katika mabonde na pia nikiwa juu ya vilele vya milima. Na naweza kuamini kwamba Mungu ana kitu maalum kwa maisha yangu, hata kama kitatendeka nikiwa ndani ya tanuru. Yusufu alifanya uamuzi sahihi wakati mke wa Potifa alipojaribu kumtongoza. Alisema hapana ili ashikilie maadili yake. Jamani, laiti tungekuwa na watu wengi kama hao leo. Hamtaki nizungumzie mambo hayo, sio? Wow. Alisema hapana, sitaki kuwa na uhusiano wa ngono nawe. Kwa nini? Kwa sababu alijua jambo hilo halikuwa sahihi. Alikataa ili amheshimu Mungu. Hiyo tu, hakuna sababu nyingine. Kwa hivyo, mke wa Potifa alisema uongo kwamba Yusufu alijaribu kumshika kwa nguvu. Potifa alimwamini na Yusufu akafungwa gerezani kwa miaka 13 kwa kosa ambalo hakulifanya. Alifanya kile kilicho sahihi na akafungwa gerezani kwa miaka 13, na katika kipindi hicho gerezani ndipo Mungu alimtayarisha kuwa mtu ambaye angeweza kumtumia, na alitoka katika shimo na kuingia katika jumba la mfalme na hatimaye akawa kiongozi wa pili katika nchi yote ya Misri. Danieli katika tundu la simba. Hadithi nyingi nzuri. Danieli alikuwa mtu mwadilifu na viongozi
na watu wengine waliokuwa katika mamlaka walimchukia kwa sababu alikuwa na kibali mbele ya mfalme. Na unajua, hata mfalme muovu atakupenda ikiwa wewe ni mtu mwadilifu. Basi walijua kwamba njia ya pekee ya kumtega Danieli na kumtia mashakani na mfalme ni kupitisha sheria ambayo ingeingilia tabia yake ya kumcha Mungu, ambayo anajua hangekubali kuiacha kwa sababu alitaka kumheshimu Mungu. Basi walimshawishi mfalme apitishe sheria kwamba kwa siku 30 hakuna mtu aliyekuwa na ruhusa ya kumwomba mtu mwingine au mungu mwingine kitu chochote ila mfalme huyo, na atakayevunja sheria hiyo atatupwa ndani ya tundu la simba. Basi Danieli alikuwa na tabia kuomba mara 3 kwa siku, dirisha lake likiwa wazi, na aliendelea kuomba mara 3 kwa siku, dirisha lake likiwa wazi. Napenda kwamba Biblia inasema dirisha lake likiwa wazi. Hata hakusema nitaendelea kuomba, lakini nitaomba kisiri ili nisishikwe. Na hakika alitupwa ndani ya tundu la simba, na jambo hilo lilimtatiza mfalme huyo kuliko Danieli mwenyewe, na mfalme alikesha macho usiku wote. Unajua, ukifanya kitu kibaya huwezi kulala. Hakuna thibitisho katika Biblia kwamba Danieli alilala usingizi akiwa ndani ya tundu hilo la simba, lakini nimewahi kuona picha zinazoonyesha amelala akiwa amezingirwa na simba. Na mfalme alipoenda kuangalia asubuhi iliyofuata na akaona kwamba bado alikuwa hai, alisisimuka sana. Oh, Mungu wako amekuokoa. Danieli alisema, Mungu wangu alikuja na akafunga kinywa cha simba na akaniokoa. Jambo ni hili, unafanya kile kilicho sahihi na unaadhibiwa kwa ajili ya jambo hilo, lakini Mungu atakuja na afumbe kinywa cha simba, atakuja na akuokoe. Sijui uko hali gani katika maisha yako wakati huu, au unakabiliwa na maamuzi gani? Unakabiliwa na maamuzi gani ya kimaadili? Ni maamuzi gani unafanya yanayohusiana na kulegeza msimamo wako ili ushikilie kazi yako, ili uendelee kuwa na uhusiano na marafiki zako? Eti kwa sababu umejipata katika bonde la uvuli wa mauti, huhitaji kuogopa kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Na huenda kakuchukua muda kidogo kupata matokeo sahihi, lakini Mungu kamwe hatakosa kujitokeza na kukuokoa kwa wakati unaofaa ikiwa hutakata tamaa.